بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 17 min shahri llahi al-Muharram mwaka 1448 katika darsa في كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. قبل ya kuingia katika darsa, kuna suala limeulizwa kutoka katika upande wa kina mama kuhusu je, yajuzu kwa mwanamke kuswali akiwa amevaa niqab, bi maana akiwa amejifunika uso. Inshallah ili jawabu litajibiwa na darasa ya leo, sababu tutazungumzia satrul aura. Kwa jawabu lake inshallah litakuwepo ndani ya hii darasa ambayo tuisoma biidhnillah taala. Kwa tulikuwa tuendelea kuzungumzia masharti ya sala na tulifikia الشرط السادس، شرطي لستة. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرط السادس ستر العورة. قال رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. طيب، هذا منين التويليزة كمنين الشيخ عبد المحسن حفظه الله. قال: المطلوب في حال الساعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على هيئة حسنة في اللباس وغيره. Kile kinachotakikana na kinachopasa katika hali ya ukunjufu, bimaana akiwa ana uwezo Muislamu, basi awe katika swala yake, bali katika sehemu nyinginezo yuko katika hali nzuri katika mavazi yake na katika mandhari yake, wala hamuna kibri ndani yake, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kabla ya hapo, liqauli ta'ala: ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin, chukueni pambo lenu katika kila swala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam: inna Allaha jamilun yuhibbu aljamal, Allah ni mzuri na apenda uzuri. Kwa hivyo uvae nguo yako yenye kustiri nzuri ambayo iko katika mipaka ya kisheria. Tukizungumzia uzuri hapa, basi ni uzuri ambao sheria ya ukubali. Haijamaanisha hapa kuwa mtu ende akavae, kwa mfano katika upande wa wanaume akavaa isbal, akanyua ndevu, asema sababu inna Allah jamilun yuhibbul jamal. La, haijamaanisha hivyo. Ule uzuri lazima uwe uzuri katika mipaka ya nini? Ya kisheria. Kwa sababu kuna kitu waweza kukiona wewe ni kizuri, lakini kisheria ni makosa na hakina uzuri. Kwa wale wenye kufahamu hawaoni uzuri ndani yake. Kwa iwe ni uzuri unaofungamana kisheria. Na mfano wake pia katika upande wa kina mama, kuna baadhi ya wanawake huona katika kunyoa nyusi, kunyoa zile nyusi kuna uzuri, lakini sheria yakataza hili jambo.
ikaharamisha ile jambo, bali kumlaani anayefanya kitendo kama hicho. Kwa ni makosa kwa mtu kukifanya, lakini yeye aona ni uzuri. Kwa uzuri ni lazima udhibitiwe na vidhibiti vya kisheria na mipaka ya kisheria. قال الشيخ: وفي حال الضيق يجب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغيرها بما لا يصف البشرة. أما katika hali ya dhiki, bimaana mtu hana uwezo mkubwa, basi ajue ni wajib kustiri aura yake katika swala na nje ya swala, kwa kile ambacho hakionyeshi sifa ya ngozi yake, katika ile sehemu ambayo imewajibika kwake yeye kuistiri. Kwa asiwe atavaa nguo ambayo yaonyesha mpaka ndani, iwe ni nguo ambayo imemstiri. Illa min az-zawjati wa mulki al-yamin, isipokuwa ikiwa ni mume yuko na mke wake, au mke yuko na mume wake, au kijakazi chake, milku al-yamin. Illa min az-zawjati wa milki al-yamin. Kwa hiyo ikiwa ni mke wake ama kile anachokimiliki, ni bimaana kijakazi wake. Illa ala azwajim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك au mimma malakat yaminuka. Mtume sallam akasema, hifadhi aura yako isipokuwa kwa mke wako au kwa kile kilichomiliki kuume kwako, yani bimaana kijakazi chako. akhrajahu at-Tirmidhi wa ghayruhu an Muawiyah ibn Haydah wa qala hadithun hasan. وانظر إرواء الغليل. قال: وحد عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرة. Mipaka ya aura ya mwanamume ni moja kwa moja juu ya magoti, bimaana magoti hayaingii katika aura, ni pale panapoanza mapaja juu ya goti. Duna surra, kisha kabla ya kufika kwenye kitovu, ndio pale ma baina surrati warukb, kile kilichoko baina ya kitovu na magoti kwa mwanamume ni aura. Na hii haijamaanisha kuwa basi ukiambiwa hivi ukawa utakuja msikitini umevaa mkoi, ukaweka ule mkoi wako hapa kwenye kitovu, kisha chini hapa. Ikiwa katika hali ya dhiki hakuna njia, pengine wamiliki hicho tu, katika hali kama hii basi utastiri ile aura yako sehemu hiyo. Lakini tutaona huko mbele kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna mengine ameyakataza pia. قال الشيخ حفظه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. anapomwozesha mmoja wenu kijakazi wake, sawa, basi yule kijakazi wake asimtizame yeye kwa baina ya magoti na kitovu, kwa sababu ashakuwa ni mke wa mtu sasa. Kwa ile salahia ya yeye kuwa huyo aweza kuwa kama mke wake hana tena, sababu ashakuwa ni mke wa mtu, na ili ataeleza hapa mbele. قال: والمعنى أن السيد إذا زوج خادمه وهو أمته, yule bwana anapomwozesha mfanyakazi wake, na mfanyikazi hapa si hawa wale wanaoandikwa kazi, hebu sije nikaeleweka vibaya. Kuna watu wengine ukisema kijakazi au na yule mfanyikazi wa nyumbani, huu ni mtumwa, unamiliki slave girl. Sasa hivi hapa hakuna, lakini jambo laweza kuwepo. Maana hapa naona watu wanitizama, yule mfanyikazi sasa, kwa yule mfanyikazi simaanishi yule dada wa nyumbani mfano, simaanishi hivyo. Yule yuko huru bwana, ni hurra yule, si ama. Ama namaanisha kijakazi unayemiliki slave girl, ndio anayezungumziwa hapa. Sheikh asema: wal maana, maana ya hadithi, anna sayyida idha zawaja khadimahu wa huwa amatuhu, kwa yule bwana anayemiliki kijakazi anapomwozesha yule kijakazi wake,
فليس لذلك الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد لأنه بتزويجها انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج. asema basi si sawa kwa yule kijakazi sasa kumtizama huyu bwana wake aura yake. Kwa nini? Kwa sababu yeye kumuozesha, yale manufaa ya kustarehe naye yashaondoka, yameelekea kwa nani? Kwa yule mume aliyemuoa. فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم. kwa hivyo hapa atakuwa ametoka kwa hukumu ile ya mwanzo tuliyotaja, ihfadh aurataka illa min zawjatik au mimma malakat yaminuk. kwa pale au mimma malakat yaminuk ni kwa sharti awe yule kijakazi hujafanya nini, hujamuozesha. Unapomuozesha hii sasa ushapokonywa hii hukumu, itabidi asikutizame, ujistiri kutoka maana yake, kwa sababu ashakuwa ni mke wa watu. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإنها من العورة. funika mapaja yako kwani ni katika aura. Na hapo utaona kosa la baadhi ya vijana wanaocheza mipira. Acheza mpira avaa suruali fupi mpaka mapaja yake yaonekana. Hii ni haramu. Sio kwa yeye kucheza mpira ni haramu. Uharamu waje kuwa yeye yuko uchi anapocheza ule mpira, hapo makosa. قال حفظه الله تعالى وقال البخاري في صحيحه باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. ومتوب صلى الله عليه وسلم mapaja ni عورة. وقال أنس رضي الله عنه حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. طيب lakini kuna hadithi kwa Mtume صلى الله عليه وسلم alinyanyua nguo yake mpaka akaonekana sehemu katika mapaja yake. Mbona hii yagongana na hii? Sheikh akasema wa hadithu Anas radhiyallahu anhu asnadu wa hadithu Jarhad ahwatu hatta yakhruja min al-ikhtilaf. Kwa hapa ni bora mtu ihtiyatan afunike paja lake ili atoke kwenye khilafi iliyoko baina ya kuwa je mapaja kuonekana pale mwanzo ni aura au la. Kwa hivyo afunike mapaja yake. قال والإجماع الذي ذكره الشيخ. شيخ hapa akasema أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. kwa ijmaa ya wanawavyuoni kuwa swala haisihi, imeharibika swala yule anayeswali uchi na yuwaweza kufanya nini? Kujistiri. hii ijmaa aliyotaja hakahu ibn Qudama fi al-Mughni an ibn Abd al-Barr. وقد جاءت السنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في الصلاة. mwanzo hii ijmaa ameichukua kutoka kitabu cha al-Mughni. Ibn Qudama amenukuu ijmaa kutoka Ibn Abd al-Barr. Kisha Sheikh asema na imekuja katika sunna pia kuwa mwenye kuswali pamoja na kustiri aura yake atakikana astiri atiq yake. Na atiq ni ile sehemu iliyoko baina ya bega na shingo, hii sehemu ya katikati hapa atakana aistiri. Kwa mfano mtu akaja amevaa bamkoi, mkikoi mwanamume, akakipandisha mpaka juu ya kitovu waswa, kwa hiyo amefunika zile sehemu ya aura, lakini huku juu katikati ya mabega na shingo yake hakuna kitu cha kustiri. Hili jambo amelikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. mfahamu kwa hadithi hii. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. Mtume sana asema asiswali mmoja wenu kwa nguo moja hamuna katika atiki yake chochote. Na atiki tumeeleza ni baina ya bega na shingo hapa katikati. Taib, tukisema hivi mwenye kuswali na fulana ya mkata mkono ameziba atiki yake au la? Fulana ya mkata mkono mwaijua vijana mwaita kata kono. Jamaa kisha kwenda kuinua chuma kidogo basi atembea hivyo. Mtaonaje akivaa kanzu? Lazima atakaoonyeshe watu. Nauliza atakuwa ameziba atiq au la? Swali.
Naam, unaje? Basi hamjaelewa maana atiq nini. Ikiwa msema hajaziba, hamjaelewa maana. Nimesema atiq ni baina ya bega na shingo. Anayevaa mkata mkono ameziba au hajaziba? Ameziba. Kwa hiyo swala yake sahihi, lakini laysa minal muru'a, si katika muru'a mtu kuswali na nguo kama hii. Wewe waje msikitini bwana, usimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, vaa mkata mkono, muonyesha nani? Nguo za kuvaliwa huko majumbani bwana, wavaa mbele za watu bwana, huoni aibu bwana? Huoni haya? Nguo kama hizi za kuvaliwa na vijana wa Kiislamu mbele za watu. Wataka kuvaa, vaa basi huko nyumbani, lakini usitoke mbele za watu. Alafu kuna macho, ikiwa kweli basi mkono unao. Kuna wengine spaghetti pia na pia yatembea hivyo hivyo. Ukimwona mkono utasema atakapewe dawa. Ukimwona iza mnunulia maziwa, ukamshika maziwa baonesha unandaa wewe, amekwisha kabisa, lakini yeye pia yumo. Wako hao. Sasa jistiri. Twasema kuwa swala yake sahihi, hakuingia kwenye karaha. Kwa nini? Kwa sababu ipo sehemu katika nguo yake, ipo katika atiqi yake. Mnafahamu? Naam. Hasa tuje kwenye masala hapo, tumemzungumzia mwanamume, tuje kwa mwanamke sasa, ambalo hili la wagusa akina mama zaidi. Wal mar'atu awratun, na mwanamke ni aura, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, al mar'atu awratun fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan. Mwanamke ni aura, anapotoka nyumbani kwake, istashrafaha ash-shaytan, yani shetani humtizama, kama vile mtu anavyoona mtu wa mbali hivyo, mtizama kwa mbali hivyo, basi ndio shetani amtizama yule mwanamke anapotoka, kisha yuwapanga awafitini vipi wanaume kupitia mwanamke yule anapotoka nyumbani kwake. Sasa akiwa yule mwanamke pia katika kutoka kwake sasa amevaa nguo ya kuwafitini wanaume, kajitia manukato, azidisha ule uovu, iyadhan billah, kwa kile kitendo cha kujipamba na kujitia manukato na kutoka akiwa hakuvaa nguo zinazomstiri, makosa makubwa sana. Bali akatajiwa sifa mbaya kabisa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke anayetoka nyumbani akiwa amejipaka manukato, fahiya kadha wa kadha aizania, sallallahu alaihi wasallam. Yote hii kwa sababu ya watu kusema mashaallah, unamwona bwana mpita mahali fulani ataka asifiwe tu, halafu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakwenda kujibu nini? Wallahu almusta'an. قال الشيخ: فيجب على المرأة ستر بدنها حتى وجهها عن الرجال الأجانب. ni wajib kwa mwanamke kustiri mwili wake mpaka uso wake kutokamana na wanaume ambao ni ajnabia, yani si maharimu wake, si maharimu wake kama kakake, babake, mume wake. قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب عن هذا الحديث. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ambaye ni mwalimu wake Sheikh Abdul Muhsin Abbad, na pia ni mwalimu Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, na ni mwalimu wa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, na wengi katika wanaovyuoni wamesoma kwake huyu bwana. Ana kitabu cha tafsiri cha Adwaul Bayan, hakukimaliza rahimahullah. Lakini alipozungumzia hadithi hii akieleza asema: wama jaa fihi min kauni almar'atu awra, na kile kilichopokewa kuwa mwanamke ni aura, yadullu ala alhijabi, ni dalili ya kuwa ni wajib kuvaa hijab kwa mwanamke, na hijab iwe hijab ya kisheria. Sababu watu wetu wakitajua hijabu waona kile kijitambara kidogo anachokifunika kwenye kichwa chake. Pengine waweza kumuona mwanamke chini kavaa suruali ya kumbana, kavaa t-shirt, kisha juu amefunika kile kichwa chake na kijitambara. Sasa na huko chini akawa aura yake yote, wal billah yaonekana. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni dalili ya hijab, yani ya kisheria. للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة.
kwa ulazima wa kustiri kila ambacho chaingia katika jina la al-aura. قال وذكر شيخنا أيضا أن حكم تغطية الوجه لأمهات المؤمنين مما أجمع عليه أهل العلم. pia kataja Sheikh Shanqiti, Imam Shanqiti rahimahullah ta'ala, kwa hukumu ya kujifunika uso kwa ummahati almu'minin, wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo ambalo lina ijma' ya wanavyuoni, hawakukhtalifiana katika hilo. wa anna al-ayat allati nazalat fi amrihinna bil hijab tashtamilu ala qarinatayn tadullani ala anna al-hukma laysa khassan bihinna, na kuwa zile aya zilizoshuka katika kuamrisha hijab ummahati almu'minin ndani yake mna viishiria viwili vinavyoonyesha kuwa hukumu ile ya kujifunika mpaka uso si khasa kwa ummahati almu'minin, bali waingia ndani yake na wengine katika wanawake wa waumini. bal lahunna wa lisairi nisa'il umma, bali hukumu hii ni kwa wao na kwa waliobakia katika wanawake wa huu umma wote, hukumu yao ni hiyo moja. La ajabu hapo utaona hapa mbele ataeleza, iwe hili jambo la amrishwa wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wako mbali kabisa na kutuhumiwa tuhuma yoyote, kisha aja mwanamke ambaye si katika ummahatul mu'minin asema ule wajibu si wangu mimi bwana, mimi kwa sababu wewe msafi sana kuliko ummahatul mu'minin. Ndio hapa sema kiishiria cha kwanza alula تعليل الأمر بالحجاب بقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم, yani kuvaa hivyo na kujistiri huko ndio tahara zaidi kwa nyoyo zao na nyoyo zenu nyinyi waumini. وذلك أنه إذا قيل ذلك فيهن مع ما أكرمهن الله به من الطهارة والبعد عن الريبة, na hii ni kwa sababu ikiwa hili lasemwa kuhusu wao pamoja na vile Allah alivyowakirimu kuwa ni wasafi kabisa na wako mbali kabisa na tuhuma aina yote, fa inna ghayrahunna min nisa'il ummati allati lam yadhfarna bimithli ma dhafirat bihi ummahatul mu'minin min babi aula. Kwa wengineo katika wanawake wa umma ambao hawakupata utukufu huu ambao Allah amewapa ummahatul mu'minin, wao ni aula zaidi kujistiri, wahitajia zaidi utahara wa nyoyo zao. Wale Allah amewatahirisha wako mbali kabisa na tuhuma aina yote, na pia wameamrishwa hili. Je, wale ambao bado hawajapata utukufu huu aliowapa Allah subhanahu wa ta'ala ummatul mu'minin, wao mimbabi aula, wao watajistiri. Ila kwanza, na hili jambo leo limekuwa lafanywa dhihaka na istihzaa. Wallahi mimi nimeona kitu cha ajabu sana. Kuna musabaka wa Qur'an umefanywa sijui nchi gani, Indonesia sijui wapi. Mwanamke kaja mutasabika na kumewekwa video pale na nini, amevaa hijab ya kisheria kamili, akajistiri mpaka uso wake. Wanaohukumu ni wanaume na wako pale mbele wamuona, sio ni nyuma ya hijab, wamuona hivi. Wamwambia katika kanuni lazima ufungue uso wako uonekane. Yani yasoma Qur'ani kisha wale majaji wale wamwamrisha ikhalifu Qur'ani. Sasa amehifadhi Qur'ani ya kazi gani? Kwa nini kahifadhi Qur'ani ndio mtoto wa kike? Bas yule mtoto akawacha ile maiki pale, akatoka kaenda zake. Ilikuwa zawadi ya namba 1, sijui ni dola 1000 ngapi imewekwa pale. Wakatoka watu matajiri kutoka nchi, wasikwambii kwao, kutoka nchi mbalimbali, kila mmoja akampa zawadi mfano wa zile pesa ambazo wapewa namba 1. Wamwambia huu zaidi ya namba 1. Amekataa kuvunja stara yake kwa sababu ya kuingia kwa ajili ya mashindano ya dola sijui ngapi. Allah akampa badala yake pesa nyingi sana, na wala hakufedheheka wala kufanya nini, wala
wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Allah kamuhifadhi subhanahu wa ta'ala. Na tizama la ajabu, wallahi saa nyingine ukisoma hadithi za Mtume sallam na yale yaliyokuwa na sahabiyat washangaa. Yule mama ambaye alikuwa akipatwa na maradhi ya sara kama kifafa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa, akaja, ya Rasulullah, ud'u Allah an yuafiyani, muombe Allah aniponye haya maradhi. قال إن شئت دعوت الله وإن شئت صبرت ولك الجنة. ukitaka nitamuomba Allah atakuondolea haya maradhi, na ukitaka sitomuomba usubiri, mimi nakuhakikishia wewe utakuwa katika watu wa peponi kwa subra yako. Yule mwanamke alisema nini? Ya Rasulullah, ud'u Allah alla ankashif, mimi nakuomba tu basi niombee Allah ninapoanguka aura yangu sionekane. Na nataka uelewe, huyu mama akianguka halaumiwi kisheria ikiwa aura yake itaonekana, kwa sababu na akusudia aura mughallaba, akusudia kuonekana miguu ama mikono ama sehemu ya uso onekane, akusudia sehemu kama hizo mfano. Na hata akianguka akili yake haiko pale, alaumiwa na lipi? Sheria haimlaumu yeye kuonekana chochote, kwa sababu ana kifafa, yuanguka hajielewi. Lakini amwambia, ya Rasulullah, niombee nistirike. Leo kuna wanawake na akili zao timamu bwana, wazima bwana, atoka nje bwana, kavaa buibui, aliwacha wazi hivi, kajitia manukato, kajipamba sura, ukimwangalia kama nyani. Wallahi alazim, yeye ona nguo mzuri, lakini sura yake ameitia vitu vya ajabu ajabu. Na kuna wengine akaona ile rangi Allah aliyompa si nzuri, basi akachukua madude sijui gani au akajipaka, ukimwangalia subhanallah utafikiri povu la Coca-Cola. Kweli sizungumzi ndihaka, yani aweza kuwa juu mweupe, ukishuka hivi kwenye mikono yake bahati mbaya aweza kusema nini mwalimu jini nini, ndio huyo hajali stara, na ana akili yake timamu, hajapigwa na kifafa wala nini. Lakini waangalie wanawake wa kusahaba walivyokuwa wapenda stara. Ngoja hapa mbele nitasoma hadithi nyingine, wacha tumalize hayo, sitaki nirefushi sana. والثاني كيشرية شابيل في قوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هنا الله سبحانه وتعالى akawaamrisha si wakeze Mtume sallam na banati zake, bali na wanawake wa waumini washushe yale mashungi yao, bimaana wajifunike stara ya hijabu kisawasawa. لأن الأمر بالإدناء عليهن من الجلابيب كما أمر به أمهات المؤمنين قد أمر به صلى الله عليه وسلم بناته ونساء المؤمنين. إلى جلباب kuiteremsha na kujistiri vizuri kama vile wameamrishwa mama wa waumini, na kadhalika binti zake Mtume sallam, na kadhalika wakaamrishwa wanawake wa waumini. wa huwa yadullu ala anna al-hukma laysa khassan bi ummahati al-mu'minin bal lahunna wa lighayrihinna. Na hii ni dalili ya wazi kwa hii hukumu si khassa kwa ummahati al-mu'minin, bali hukumu hii ni kwao na kwa wengineo katika wanawake wa Kiislamu. قال وأشار بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى أنه لو كان الحكم خاصا بهن على سبيل الفرض فإنهن قدوة حسنة لغيرهن من النساء. كيش كذلك كيشرية الإمام الشنقيطي رحمه الله وإكيوه هي حكم خاصة وأمهات المؤمنين وكواواني فراذي basi wao ni kiigizo chema, ni mfano mwema wa kuiga kwa wengineo katika wanawake waumini, wawaige hawa. فقال رحمه الله وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام، وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب، علمت أن القرآن دل على الحجاب. ukishajua wewe kwa yale tuliyotaja katika hukumu ya aya hijab kuwa imeenea wanawake wote, wakeze Mtume sallam na wengineo katika wanawake waumini,
na yale tuliyotaja pamoja na hizi hoja tulizozitaja katika aya ambazo ni dalili ya jambo la hijab la mwanamke kujistiri mwili wake mzima kutokamana na wanaume ambao ni ajanib, ambao si maharimu wake. Alimta anna alquran dalla ala alhijab, hapo utafahamu kuwa Qur'an imewaelekeza wanawake katika kujistiri, kuvaa hijab ya kisheria. قال ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة. kisha hapa kataja hili jambo, tufaradhie kwa mfano zile aya za hijab na kujistiri mpaka uso ni hasa kwa wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna shaka kuwa wao ni mfano bora kabisa wa wanawake wa Kiislamu kuwaiga katika adabu tukufu, adabu ambazo zapelekea natija yake kule kupatikana utakaso uliotimia kwa wanawake na kutojichafua na uchafu wa tuhuma mbovu mbovu. فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم, yoyote anayejaribu kuwakataza wanawake wa Kiislamu kama walinganizi wanaolingania katika wanawake kuacha nyuso zao wazi na kuvaa ovyo ovyo na kutangamana na wanaume, qala min al-iqtida'i bihinna fi hadha al-adab as-samawi al-karim المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. anayewaelekeza wanawake katika kuacha nyuso zao wazi na katika kuvaa ovyo na kutangamana na wanaume badala ya kuwaiga hawa wakeze mtume wa sallama katika hii adabu ambayo imeteremka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ndani yake kuna usalama wa heshima zao na utakaso kwa wao kutokana na uchafu wa tuhuma mbaya mbaya. Anayewakataza wanawake kujistiri, huyo awafanyia ghushi ummati Muhammad, maridhul qalbi kama tara, ni mtu mgonjwa wa moyo kama unavyoona. Kwani hakuna katika mashekhe humu ambao wakienda kutoa mihadhara na nini katika maholi ya wanawake moja kwa moja atakawaone wale wanawake wake za watu, wewe watakia nini? Wewe watakia nini wake za watu? Kwani wakisikia sauti yako haijatosheleza kufikisha elimu? Na kuna wanaume madayuth wakawapeleka wake zao bila ya kujistiri katika sehemu kama hizi. Lakini si shekhe. Nani alikwambia shekhe katolewa simu, katolewa sumu? Huyo shekhe hana matamanio. Na wengine husema so bwana sawa sawa ni kuonana bwana, kuonane na nani? Wewe shekhe utokape? Mimi njaba kanente, nani ankuleta hapo shekhe? Kuna wengine watakaowekewe nzirani hao. Kuna wengine hukasirika haswa wakiwekewa hijab na kizuizi wasione wale wake za watu na binti za watu. Mambo bwana yafanyika ya ajabu bwana. Alafu uvutwa na mavideo, wakawavuta na wake za watu na mavideo. Kesho wewe waje kumwona mke wako katiwa kwenye YouTube. Ulimwengu mzima wamuona binti yako, wamuona mke wako. Sallallahu alaihi wasallam. Hawa mashekhe wakome na heshima za watu. Na wanaume wacheni udayuth ndani ya manyumba. Tusimamieni wake zetu na tusimamieni binti zetu na watu wetu wa nyumbani kisawasawa. Tuwaelekeze katika mambo ambayo yana tahara kwa wao, si kuwawacha ovyo ovyo. Nimesikia makta ya Sheikh Al-Fawzan azungumza kwa hurqa, namna watu walivyobadilika, namna hali zilivyobadilika. Akawa yukari ittaqullaha fi nisaa, ittaqullaha fi nisaikum, ittaqullaha fi banatikum. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Na sasa hivi karibuni hapa mtaona zitaanza kuzuka bid'a za maulidi hapa. Nas'alullah al-afiyata was-salama. Watatolewa wanawake katika majumba kwa madai enda maulidini, si watakuwa khurafi? Baba aogopa kupinga, tambua mpinga mtume si khurafi. Huko ndiko unakufikisha ukhurafi, utakufikisha wewe kuwa dayuth. Sallallahu alaihi wasallam. Turudi hapa.
قال الشيخ: ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب. na katika dalili zilizowazi kabisa ambazo tuweza kutumia kuwa ni dalili katika sunna juu ya uwajibu wa wanawake kufunika nyuso zao kutokamana na wanaume ambao ni ajanib, ma jaa fiha anna an-nisaa yughattina aqdamahunna. Mtume صلى الله عليه وسلم akaamrisha wanawake kufunika miguu yao. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. mwenye kuburuza nguo yake kwa kiburi hatomtizama mtu huyu, mja huyu Allah hamtizami siku ya kiyama. Watu wa isbali wazi. فقالت أم سلمة: tizama wanawake waliopenda stara. أم المؤمنين أم سلمة akasema: فكيف يصنعن النساء بذيولهن. akifikiria hii hukumu pia yawagusa nani? Wanawake. Ya Rasulullah, wafanye nini wanawake na ile mikia ya nguo yao inaoburuza? Qala: yurkhina shibran. Mtume sallam akasema waongeze shiburi moja, waongeze shiburi moja. Faqalat: idhan tankashifu aqdamuhunna. nyayo zao zitaonekana ya Rasulullah. watu wapenda stara bana, nyayo zitaonekana, waweza kunyanyua hivi mguu kuonekana, hataki kuonekana hata mguu. Qala: fayurkhinahu dhira'an la yazidna alayhi. basi waongeze dhiraa moja, dhiraa nzima katika nguo chini aongeze, ili asionekane miguu yake, asizidishe zaidi ya hapo. haya ndio maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. rawahu ahli sunan wa ghayruhum. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. شيخ اسمع: فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب. يا jamani, kwa akili timamu mtu ambiwe azibe miguu kisha ache uso wazi, na pengine yule mwanamke yule miguu imepasuka pasuka huko chini, labda mkulima. hata yule mwanamume kana aweza kufikiria ni jamaa mwenzake kama kweli. Nikiwaeleza kisa nyinyi mtashangaa, kina mama pengine pia watacheka. mimi nimekwenda Yaman. kule Yaman kuna ammati yangu kwa kule, Allah yarhamha, alikuwa mtu mzima mpaka akawa kipofu, akawa haoni. sasa mtu akimwamkua hajui nani. nimekwenda kule bila kumwambia, nasema leo nataka kumchokoza, nifanye naye dhihaka. mtu mzima kafika pale, mimi na watoto wa ammi yangu tukaanza kumsalimia mmoja mmoja, tumsalimia tukamaliza. mimi nikanyamaza kimya. wallahi yule mama akasema: fi wahid gharibna, kuna mmoja mgeni hapa katika nyinyi. huwa Abdullah hadha. mimi nikashtuka, huyu mama anjuaje? mimi niko Kenya, anjuaje mmekuja Yemen? Nikamsalimia. Unajua akasema nini? basi nikamsalimia, akafurahi, akaniambia: wajua hawa jamaa wenzako hawa mikono yao migumu, na mimi najiona mgumu mkono, kumbe hamna kitu. wewe wako ngeti kama mwanamke, wajua ukishika. wallahi ananiambia hivyo, naambia ukweli. Asema nikikushika hivi naona mkono laini, nikajua huyu si wa hapa, huyu ni mtu kutoka Kenya. maana Kenya mfanyi kazi za ukulima. kule wanawake walima, wafuga mbuzi. naambia ukweli, na ustadha kule wengine wajua. sasa ndio maana nasema eti umtoka hapa atakuoa, usema kuoa kule, hebu oa huku tafuta huku uoe. maana kule waweza kuoa yule mwanamke kushika kabari utamweza na nguvu. sasa ndio naambia ule mguu ule na utakiani wa huyu, kwa mfano mchungaji mbuzi, ule mguu wake yeye watembea mguu chuma kwenye jangwa kule, atembea mguu chuma kwenye jangwa kule, alafu aambie wacha uso wazi, funika miguu. yaingia kilini kwa akili timamu tu. aambie huyu mwanamke kuastiri miguu yako, nyayo zako zistiri, lakini uso wako ambao ndio kivutio cha mwanamume kwa mwanamke, aambiwe hiyo wacha wazi. kweli ingia kilini? haya, akili moyoni mwako. Ndio shekhe hapa akasema
فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة سمد يسيم يا فتنة نوزورك ومنمك وتغطيته أولى من تغطية الرجلين نكوفنك أوسني أولى زيدك لكوفنك مقوه والمرأة الحرة سكريزيني hapa ili swali ambalo mmeulizwa mwanzo nikasema litajibiwa hapa liko hapa jawabu lake والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلا وجهها na mwanamke ambaye ni hurra bimaana si kijakazi si mtumwa katika swala atafunika mwili wake wote isipokuwa uso wake وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قد عزاه في المغني إلى مذهب الإمام أحمد وذكر له رواية أخرى وهي جواز كشف الكفين أيضا وعزاه إلى مالك والشافعي katika madhhab ya Imam Malik na Shafi'i ni uso na viganja viwili katika madhhab ya Imam Ahmad mpaka viganja viwili pia astiri isipokuwa uso peke yake وعزى إلى أبي حنيفة جواز كشف القدمين مع الوجه واليدين أما الإمام أبو حنيفة katika hili ametasahal sana madhehebu yake wasema aweza kuacha miguu wazi uso na mikono miwili وإذا كان عند المرأة رجال hapa sasa ikiwa sasa pale anaposwali yule mwanamke kuna wanaume pale pengine wapita وإذا كان عند المرأة رجال أجانب وهي تصلي فإنها تغطي وجهها kwa katika hali kama ikiwa kuna wanaume pale ni ajanib atafunika mpaka uso wake na mfano mzuri ni akienda haram al-Makki pale manake papita wanaume na nini hapa ataswali afunike mpaka uso wake قال في المغني قال ابن عبد البر وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وإجماع ya wanavyuoni kwa mwanamke aweza kuacha uso wake wazi katika swala na ihram akiwa katika hali ya ihram pia haruhusiwi kuvaa niqab lakini akiwa mbele ya wanaume afunika uso wake والاقتصار على كشف الوجه في الصلاة وهو الذي أجمع عليه العلماء هو الأولى والأحوط na mwanamke kubakisha uso peke yake wazi katika swala yani akiwa hayuko mbele ya wanaume kuacha uso wazi peke yake asiwache viganja vyake wazi ni ihtiyat zaidi ni bora zaidi ili kutoka kwenye khilafu وأما الأمة فإنها إذا صلت مكشوفة الرأس فإن صلاتها صحيحة في قول عامة أهل العلم إلا الحسن كما حكاه في المغني ama kijakazi hata kiswali kichwa chake kikiwa wazi pia swala yake ni sahihi kama walivyotaja wengi katika wanavyuoni isipokuwa al-Hasan al-Basri قال وفي كشف غير الرأس خلاف بين أهل العلم أما kuacha wazi kisichokuwa kichwa kuna khilaf baina wanavyuoni kwa kijakazi kwa mwanamke ambaye ni kijakazi slave girl والأولى للأمة أن تكون كالحرة في الاحتشام والستر في جميع أحواله في الصلاة وغيرها لكن الشيخ اسمع na aula zaidi kwa hata kijakazi pia awe atajistiri kama mwanamke aliye huru katika swala na nje ya swala awe atajistiri ni aula kwake Allah Ta'ala a'lamu sharti na sita takuwa hapo tumalizia na nachukua muda biidhnillah Ta'ala kilichobakia tukizungumzia katika halqa itakayokuja idha ahyana Allah والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك